Karibu sana mtazamaji wa Sky TV katika mahojiano maalum kabisa, ambapo leo nipo na kocha mkuu wa kikosi cha Gunners FC. Kama tunavyofahamu, Gunners FC wao wamefanikiwa kutinga katika ile michuano ya Championship kwa msimu wa 2025-26. Hii ni baada ya wao kuwa mabingwa wa First League. Leo nipo na Juma Ikaba kama nilivyokujuza. Mimi naitwa Lai Saidi. Karibu. Kocha, kwanza vipi habari yako? Habari yangu nzuri. Upo vizuri kabisa? Upo vizuri kabisa. Okay. Na hongera sana kwa Gunners, kazi kubwa mmeifanya. Msimu ujao kama nilivyomjuza mtazamaji, Gunners FC tunawashuhudia katika michuano ya Championship. Okay, tunafurahi, lakini hongera kwa wote kwa sababu kama waandishi wa habari support yenu. Kinani kikosi cha Ihumwa pale, wale wote wa vikosi support yao. Ndio. Viongozi wa chama soka wa mkoa wa Dodoma support yao, mashabiki wote na benchi la ufundi na viongozi wote. Kabisa. Kwa hiyo ni kitu ambacho kina ushirikiano hali ya juu kama tumefanikiwa hapa kufika. Sawa, kocha, unaweza ukatuambia pia mafanikio ya Gunners, lakini bila mafanikio huwezi ukayapata tu mafanikio. Yaani mafanikio huwezi kuyapata kwa ghafla. Lazima kuwe na changamoto ambazo nyinyi mmezipitia huko nyuma. Pengine unaweza ukatuambia mafanikio yenu yametokana na nini hasa? Kitu cha kwanza kabisa, mafanikio ya Gunners silikuwa ni ushirikiano uliokuwepo, kwa sababu ni timu ambayo ilianzishwa miaka kadhaa, lakini ilikuwa kupiga hatua hii ilikuwa ni ngumu. Ina miaka mingapi Gunners? Gunners 2010 ilianzishwa, lakini kabla hapo kuna jina lingine lakini pale, lakini 2010 ndio hasa Gunners imezinduliwa kwa jina la Gunners hasa. Na wewe umekuwa kocha wa Gunners kwa muda gani sasa? Mimi na msimu wangu wa pili, kwamba baada ya kuwa kimkakati ni timu ambayo haikupanga tu hivi kama tunavyoona. Kulikuwa ni mkakati maalum wa wadau wa mpira mkoa wa Dodoma, chama cha soka cha mkoa wa Dodoma na klabu yenyewe ya Gunners. Okay. Ni kitu ambacho walikaa walikipangilia, na ndio wakaona kwamba dhamana hii kunipa kuonesha jaziro wanipe mimi. Kwa hiyo sio kwanza nakwenda ni moja mikakati iliyopewa kwamba timu hiyo kisha inatoka ligi ya mkoa kwenda daraja la pili. Na ulijisikiaje pale ambapo umeyapata mafanikio na umesema una misimu miwili upo na Gunners afu mafanikio umeyapata? Ni kweli ni mafanikio ambayo kila mtu ukimsimulia kwamba Gunners iko Championship ni kama anakuwa tayari, lakini ukweli ni kwamba ni kitu ambacho kila mtu anatarajia kiwe, na kila mtu anafurahi akipata kitu hicho. Kwa hiyo tumefurahi na tumekwenda kwa kasi ya ajabu ambayo kila mtu kipata Championship bado haamini, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Lakini ni mkakati ambao ulikuwa maalum wa klabu yenyewe ya Gunners na chama cha soka cha mkoa wa Dodoma. Pengine labda unaweza ukatuambia mwalimu, ni changamoto zipi umezipitia kuhakikisha pia Gunners wanakuja kufanya vizuri? Of course kwenye maandalizi kuna mitihani mingi. Kuna wengine wako wanatoa mipango yako, wengine wanakuwa wanaelewa, wengine hawaelewi, wengine na kama ndoto. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinakuwa viko ndani kwanza wenyewe. Lakini mwisho wa siku ukishafahamiana kisha basi mnafanya kwa mfano kuitoa timu kwenda kutoka ligi ya mkoa kwenda kwa mabingwa wa mikoa, kwenda daraja ya pili, kwenda la kwanza, mitihani inakuwa mingi. Na wakati vilabu vinakuwa uchumi haupo, wa viongozi naona kabisa wamefanya vitu fulani mpaka imefikia hatua ya mwisho. Wachezaji wengine wanakuwa wameelewa, wengine wanakuwa hawajaelewa. Mitihani inakuwa iko mingi sana. Lakini kwa sababu mnakuwa mlishachukua maazimio ya pamoja, basi mnasonga mbele. Na vile tuseme tusapoti sana chama cha soka cha mkoa wa Dodoma. Hasa kwa mwenyekiti Mohamed Yade. Ni mtu ambaye kapambana sana kwenye timu. Na ndio ametusaidia sana kufikia hapa tuliko. Bila kumsahau mheshimiwa mbunge wetu Anthony Mavunde. Ni mtu ambaye kwenye mchezo anapambana sana. Maana sio kwa tu hivi bodi unanukia, lakini kuna miti ambayo inateketea. Sawa, kama nilivyokujuza nipo na Juma Ikaba, yeye ni kocha mkuu wa kikosi cha Gunners, na leo tupo hapa kuzungumza naye kuhusiana na kipi ambacho waliweza kukipitia, lakini pia mafanikio ambayo wameyapata kwa msimu huu kutoka First League mpaka kuelekea ligi daraja la kwanza ama Championship kwa msimu ujao, msimu wa 2025-26. Okay, mwalimu, unakuta wakati mwingine wewe hapo ulikuwa na Gunners, umetuambia misimu miwili. Mfano tunaweza tukatolea kwa Pamba Jiji. Pamba ni timu ambayo imestruggle kwa muda mrefu kupanda ligi kuu. Wamepanda ligi kuu, baadhi ya wachezaji ambao wameisaidia timu kupanda ligi kuu kwa asilimia kubwa wakaweza kuachana nao ili kuweza kuleta wachezaji wengine. Vipi kwa Gunners? Gunners kama Gunners, yani unaiona pale ni mpango wakati msimu wa kimkoa. Unapoona zinashoa Ndondo Cup hizi ambayo mheshimiwa mbunge huwa anaandaa,
ile Ujirani Mwema, Ndondo Cup na club tunashirikiana ile ambayo chini ya kwa mheshimiwa mbunge. Ile ni program maalum ambayo sisi mara ya kwanza kabisa tulikwenda kuichukua combine ya Ndondo Cup. Wachezaji wenye umri ambao unaruhusu tuliwachukua na nikapewa jukumu la kwanza kuandaa. Na ndio hawa tukatoka nao kwenye ligi ya mkoa hawa. Tukaenda nao na tukapanda nao. Na uzoea kwa sababu umri unaruhusu na ni mpira ni shule. Wanaendelea kupata mafunzo maalum huku wakiendelea kukua. Kwa hiyo kufika daraja ya pili ndio maana kwao haikuwa ajabu. Kwa sababu timu ambayo iliandaliwa kwa mpango mkakati na vijana ambao ni wadogo ndio maana tumekwenda kufanya kupanda. Na vijana hawa sasa walikuwa wanacheza ligi ya mkoa. Wamecheza ligi daraja la pili. Wanakwenda kucheza ligi daraja la kwanza. Na wao ndio mabingwa pia. Na wao ndio mabingwa wa jumla. Umeelewa? Kwa hiyo ukiangalia performance yao inazidi kufanya inabidi kupanda. Kwa maana nafasi kubwa tutawapa vijana wetu. Kwa mtaenda na vijana. Tutaenda na vijana tu. Naamini kwenye vijana. Okay. Sawa, championship kama ambavyo tunafahamu ni ligi ya ushindani kwa sasa hivi na ndio ligi pia inakufanya wewe uweza kuonekana katika ligi kuu endapo utakuwa bingwa ama kumaliza nafasi ya pili katika ligi hiyo. Pengine nyie malengo yenu yapo vipi? Malengo ni kwenda kupanda. Yeye na madhumuni tukapata Dodoma timu mbili za ligi kuu. Simeshaelewa? Yaani ni vitu ambavyo sio vipya. Miaka ya nyuma vilikuwepo. Kuna kurugenzi, kuna waziri mkuu, kuna CDA. Kuna wakati mpaka timu mbili zilikuwa ligi kuu, kuna wakati zinabadilishana, yaani inashuka hii inapanda hii. Sisi ilikuwa kitu cha kawaida. Ligi kuu sio tunaona kama vile ni haki yetu ya msingi. Okay. Katikati hapo ndio kaja imefanya kupita. Lengo maalum ni kwenda kuwa tuna timu mbili ligi kuu. Na kila madaraja hapa tupate timu daraja la kwanza, daraja la pili, mkoa wa Dodoma uwe na timu hizo. Ndio lengo kuu. Sawa, okay, mwalimu, tuzungumzie kitu kingine kuhusiana pia na wewe, labda unaweza ukatuambia karia yako ya ukocha ulianzia wapi, lakini pia mwalimu gani kwa hapa Tanzania ambaye anakuvutia zaidi katika soka? Mimi karia yangu ya soka nilianza kwenye klabu ya Gwasa. Gwasa veterani. Gwasa ya vijana. Nilianza kwenye Gwasa, hatimaye nikaenda Syria Dodoma. Lakini katika kucheza vilabu vingi, nimecheza kama kwa Fahari, tumecheza vitu vya serikali za mitaa, tukaenda timu ya Syria Dodoma. Wali kuu. Kutoka Syria nikaenda Leli Morogoro. Morogoro nikarudi kwenye klabu tena ya Gwasa kuja kustaafu na kuanza masuala ya ualimu. Na ualimu wako ulianzia ndio umesema? Nimeanzia Gwasa tena. Nilianza kuchezea Gwasa kwenye soka. Kwa umeichezea nikaja kuwa mwalimu. Na pale kuna rekodi yangu nyingine ya ajabu sana. Wakati nikiwa mchezaji ndio nilikuwa captain, tukachukua ubingwa wa mkoa kwa mara ya kwanza. Na niliporudi tena kuwa kocha tukachukua tena ubingwa wa mkoa. Kwa hiyo tuna mabingwa, kuna makombe kama 3-4 ya ligi za mikoa ambazo kocha ni mimi. Kwa hiyo tunaweza tukasema mpira ni kama upo damuni na unakupenda pia. Na unanipenda kwa kweli. Okay. Sawa, tumalizie pia kwako wewe, kwa namna ambavyo umekitazama kikosi cha Gunners tayari nashiriki championship msimu ujao. Pengine ungependa kuwaambia nini uongozi wa Gunners, kipi ambacho anatakiwa kuboresha kuhakikisha timu inafanya vyema? Uongozi wa Gunners kwa kweli lazima nishukuru Mungu ni wasikivu. Napo hapa program tufanye hivi wanafuata. Ndio maana tunafikia hapa. Beti kama ungekuwa na wenyewe hawako hivyo tusingefika. Kwa sababu mpira hizi pati ya uongozi, masuala ya ufundi. Tumeshaona tunapaswa kushirikiana sana. Na wachezaji wetu ambao tumetoka nao chini tunaelewana, tunaimba nyimbo hii moja. Kwa sababu kulikuwa kuna wepesi sana na chama cha soka cha mkoa na mbunge wa Dodoma mjini. Hii cheni ni kubwa mno. Inatusaidia sana. Simeelewa vizuri. Kwa hiyo tuna watu. Yaani Gunners tuna watu. Kwa hiyo tusiokuwa na tuna watu. Pengine kuna kitu labda msimu huu umekiona kwako kilikuwa kiko sawa, la hakuna, kwa vyote vilienda sawa. Changamoto lazima ziwepo, lakini hazikwamishani kwenye maisha ya kawaida tu, ya kawaida. Changamoto lazima zifanye nini? Kinachotakiwa ni subira sasa. Kuna wakati mnapoishi watu kama kundi, lazima changamoto zinafanya zinakuwepo. Unaweza kukuta mwalimu kaanza na benchi lako la ufundi, lazima mmetulia wote, mnaongea, mnasikilizana, mnaambiana, muwe kama family. Hatimaye na wachezaji mnawafanya kuwa kama family na viongozi wenu. Basi mnaimba nyimbo za pamoja. Okay, sawa. Lakini kwa sababu naliwashukuru sana wasaidizi wangu. Wasaidizi wangu wamekuwa wananielewa sana, na nilikuwa nawaelewa sana. Kama na Malole, Mwinyi, Mwoga, wasaidizi wangu. Nani tunaimba nyimbo za pamoja. Okay. Na nikisema nataka hichi basi wote wanakuwa wanasema tunafuata kitu fulani. Kwa hiyo ile cheni imekuwa. Lakini
Pingamizi waga vikosekani hasa kwenye mechi hizi. Kwa sababu ukafikia kupanda. Kuongoza kundi sio mchezo. Unajua kundi letu sisi lilikuwa lina Lino, lina TANESCO, lina TRA, lina Alliance, lina Mapinduzi, lina Capco. Na Mapinduzi ninakumbuka ilikuwa Jamhuri mechi ya mwisho kwa Tandika. Mapinduzi tumecheza nao Iringa mechi ya mwisho. Na Dodoma pia mlicheza nao mlipata hapa tulicheza na Alliance na Capco. Na Lino na TANESCO na TRA. Kwa hiyo ukiangalia kundi letu jinsi lilivyo na watu waliokuwepo pale, hatari. Hongereni sana. Unaona kwenye finali ya mwisho tumeenda kuchukua. Na neno la mwisho unawaambiaje wana Dodoma kuhusiana na Gunners, lakini pia watarajie nini msimu ujao kunako championship? Sisi tunawategemea sana. Bila wao sisi mambo hayawezi kufanya. Tunawategemea sana. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wao. Ukishafika muda mwenye vifaa vya michezo, kwa sababu ile ni timu ya taasisi ya jeshi lakini iko Dodoma. Na uzuri wake wale wanawashirikisha raia sana. Especially wao mwenye chochote kitu anaruhusiwa kufanya nini? Kufika pale kwa sababu tunasupport na mbunge. Kwa wakati mbunge anatupa jeshi, kuna kiongozi pale kama Mjinali Rosa, ni mtu ambaye amekuwa anashika sana mkono timu. Kwa hiyo tukiwasupport wale watu na hao wananchi wakija kusupport, tutafanya kitu cha pamoja. Sawa, mtazamaji, mimi nikushukuru sana, na kama ambavyo nilikujuza hapo awali, haya ni mahojiano kuhusiana pia na kikosi cha Gunners FC ambapo wao ndio wawakilishi kunako michuano ya championship kwa msimu ujao kutokea hapa Dodoma. Tutarajie pia makubwa kama mwalimu ambavyo ameweza kuzungumzia. Naitwa Rai Saidi, nilikuwa na Juma Ikaba. Shukrani kwako. Nikwambie tu mtazamaji, endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za Instagram, YouTube, tunapatikana kama Sky International TV.